which have made us to be where we are, yani to be successful. 5 pillars which have strengthened us to success, not to power. Okay, 5 things or 5 pillars, whatever they are, but they are our support. Si ndio? Yaani kitu ambacho kimekusimamisha hadi wakati huu. 5 things, not power. Success and power are different things. Power ni nini? Mamlaka. Power ni mamlaka. I want to be power, yani kuwa powerful but not successful. Success and power is tofauti, si ndio? To be successful and to be powerful. But now we are talking of being successful in life. Kitu cha kwanza ambacho tunajifundisha, kitu cha kwanza ambacho kimesababisha tukawa nani? Na ufanisi katika maisha yetu. Kitu cha kwanza is salvation. Neno la Mungu linasema katika Mathayo 11:28, njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwani nira yangu ni nyepesi. Haleluya. Kwa hivyo kama unataka kufanikiwa katika maisha yako, kitu cha kwanza chenye unatakana kuzingatia ni wokovu. Because without salvation you cannot proceed. Without salvation your life cannot change. Without salvation your life will not be made afresh, anew. Kwa sababu Biblia inasema katika 2 Corinthians 5:17 ya kwamba yule anayempokea Yesu amefanyika kiumbe kipya, ya kale yamepita. So to renew yourself to success, you must have salvation. You must confess Jesus Christ as your personal Savior to start life afresh. 2 Corinthians 17:5. Ulipata ile ya kwanza? 5:17. 2 Corinthians 5:17. The first one was Matthew 11:28. When you embrace salvation, when you embrace Jesus Christ, your life starts afresh. And you will be on the right path of success. Katika maisha yetu tulipokuwa kule ng'ambo ya Yordani, kabla tujamjua Yesu, tulikuwa na mateso mengi. Tulikuwa na dhiki nyingi. Tulikuwa na shida. Tulikuwa na taabu. Unajua zile shida zile challenges unazopata ukiwa ndani ya Kristo sio sawa sawa na zile challenges unapata kama uko outside Jesus Christ. When you are in Jesus Christ, the fire that will be burning will be fairer than the fire that will be burning when you are outside Jesus Christ. One aspect. It will not be so fierce. Yaani haitakuchoma zaidi, bali itakuwa something like warmth. Kwa sababu Biblia inaniambia kwamba kuna majaribu ndio utapitia ndani, lakini Yesu atafanya njia ya wewe kutokea. But if you are not in salvation, if you don't know Jesus Christ, yale majaribio yatakufanya mpaka unaweza kuzimia roho.
yanaweza kusababisha mpaka ukaweza kuzimia kabisa completely, utoweke katika uwepo wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo, for you to have a successful life, you must embrace salvation in your life. It will root you into a good human being. It will give you strength because you know your tomorrow is there, and your tomorrow will be better than today. Amen. Hallelujah. Amen. It will give you power to stand and condemn what is coming against your life. Bwana asifiwe sana. Amen. And once in salvation, those challenges will come. Kwa sababu wengi tulipoingia katika wokovu, tulikosa marafiki wale wa zamani. Wale marafiki tuliona kweli ni marafiki zetu, bila hao we have no oxygen. Hallelujah. Amen. We had friends ya kwamba ukiona huyu hata nikitengana na yeye, basi kesho mimi sitaamuka. Little did we know that in salvation we shall acquire good friends who will walk with us, who will do things with us that no other human being can do for us. In salvation, it is a route, it is a way to our prosperity. But also, tunapokaa katika wokovu, kuna mambo ambayo inahitajika tusiweze kuyatenda. Tunaposoma Zaburi 1:1, inasema ya kwamba tusikae katika vikundi vya mizaa. Japo kuwa tumeokoka, japo kuwa tunaenda katika njia zinazompendeza Mungu, kusimama imara ili tukaweze kuona ile success ambayo iko mbele yetu, inatakana tusikae katika vikundi vya watu wenye mizaa. Psalms 1:1. So salvation is not just by word of mouth. Salvation is by word of action. You talk and you act. Kwa sababu huwezi kuwa umeokoka pande moja na pande hii nyingine unatenda maovu. Kwa hivyo tunapookoka, tukitaka tukue rooted in the word of God, tukitaka tukue rooted in the things of God, we must desist from sitting in the groupings of people who do not know or who do not value God. Wengi wetu tumekaa katika mizaa, wengi wetu tumekaa na vikundi vya watu ambao hawamtambui Mungu, wengi wetu tumekaa katika vikundi yenye unaposema ya kwamba Mungu wako anaweza, anasema Mungu wako ni gani? Wewe na mimi tunafanana. And you cannot stand upright and defend your God. Bwana asifiwe sana. So we must be saved in order to be on the right road of success. My second point, what has strengthened me in my life to the success that everybody can see. When you get saved, you are transformed. And when you are transformed to the liking of Jesus Christ. And if you are transformed to the liking of Jesus Christ, my second point is you must love your neighbor and love also yourself. Amen. Ni mpaka ukuwe na upendo. Usipokuwa na upendo juu ya watu wa Mungu, usipokuwa na upendo juu, kwanza unajua, the first point is you must love yourself. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanajichukia. Tulikuwa na mama mmoja, ni mke wa mchungaji, alikuwa anasema mimi najichukia kwa sababu ninaonaga kama hii miguu yangu ni kubwa kushinda ya watu wengine wote. Alex, yani alikuwa naona yeye anavaa size number 48 ama sijui number size gani. Sasa alikuwa anajichukia kwa sababu anaona hii miguu yake ni kubwa kushinda ya watu wengine. Anapokaa anaona maybe everybody, kila mtu ameona miguu yake. Sasa vile tumekaa hivi, nani ameona miguu ya mwingine? Lakini yeye anaona tu kuna mtu ameona miguu yangu na miguu yangu ni kubwa. So alikuwa anajichukia katika hiyo hali.
Na unapojichukia katika hiyo hali, hautakuwa na ile roho ya kupenda hata na jirani yako. Because you've hated yourself, you've hated God's creation. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kama unataka kusucceed ama kuendelea mbele na kuweza kuzaa matunda, ni heri utambue ya kwamba inastahili wewe upende wenzako na ujipende mwenyewe. 1 Corinthians 13:1-8. Hapo iko commands za upendo. 1 Corinthians 13:1-8. Ziko commands za upendo. Kama unataka kupenda, kama unataka kuendelea, kama unataka kufanya nini, soma 1 Corinthians 13 kuanzia 1 mpaka 8. Love the people of God. Love yourself. Love the word of God. Because if you love the word of God, you are loving God and you are loving his people. Because everyone was made and created in the image of God. Unapopenda neno la Mungu, utapenda Mungu na utapenda watu wa Mungu. Utakuwa mvumilivu, utakuwa na huruma juu ya maisha ya watu wa Mungu. Hautawasengenya, hautawachapa viboko kwa mdomo yako. Najua kuna viboko za midomo. Mtu anaweza kufikiria kiboko ni ile ya kushika tu unyo na kuchapa mwenzake. Hapana, kiboko ya maneno. Na kiboko ya maneno ni uchungu kushinda kiboko ya nini? Ya unyo. Kwa sababu unyo utanichapa na nitasikia uchungu na itapoa. Lakini kiboko ya maneno siwezi kujua utatumia muda gani kwa hiyo maneno. Hapo unaweza kuwa unataka kuchapa mtu kiboko ya maneno kila siku, lakini kiboko ya unyo ni mara moja. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo upendo unavumilia, upendo una huruma. Upendo unatakasamu, upendo unasubira. Bwana asifiwe sana. Na kama unataka kuendelea katika maisha yako, ukaweze kuona siku ya kesho, ukaweze kuona ushindi, ukaweze kuona hiyo success, Biblia inaniambia kwamba ni lazima nimpende jirani yangu na nipende kila neno lake, ili nikaweze kusimama na nikaweze kuona ufanisi katika maisha yangu. Bwana asifiwe sana. Kuna kule kupenda kwa mdomo, kuna kule kupenda kwa actions. Lakini wengi wa Kristo wa leo tumependa kwa mdomo. Nitasema tu ninakupenda dada, Mungu akubariki. Umekuja kunililia kwamba umelemewa mahali fulani, lakini mimi bado tunakwambia ninakupenda na huwezi kunisaidia. Hata Biblia inasema kwamba upendo, imani bila upendo imefanya nini? Imekufa. So, wacha tupendane na upendo wa Kristo. Tupendane kwa kusaidiana, tupendane kwa kuvumiliana. Tupendane kwa kubebeana mizigo. Tupendane kwa kuinuana. Bwana asifiwe sana. Psalms 1:2 inasema, we also love the word of God. We should also love the word of God. Ile nimesema, tupendane sisi kwa sisi na pia tupendo neno la Mungu. Hiyo itatufanikisha kuweza kuona ufanisi ndani ya maisha yetu. Tutaweza kuona mambo makubwa ya kutendeka katikati yetu kwa sababu tunapendana. Tunapopendana, tusipendane tu kama washiriki wa Dominion of Christ peke yake. Tupendane pia na wenzetu walio nje. Kwa sababu unapopenda utapata matunda ya kupendwa. Na unapochukia pia utapata matunda ya nini? Matunda ya nini? Ya kuchukiwa. Kwa hivyo tuwe very careful tunapopenda na tunapochukia. Kwa sababu upendo unastiri mambo mengi. Upendo crosses borders.
Unaweza kufanyia mtu jambo dogo, let's say a stranger or a visitor, not knowing where that visitor comes from. Na siku moja utakapokuwa unatembea kwenda katika nchi ya mbali, utakutana na huyo mtu. Utakutana na huyo mtu, labda maybe you are stranded, maybe you are looking for something, na huyo mtu ndiye atakusaidia. Kwa hivyo tunapopenda tusiweke mipaka. Tupende wote, irrespective of status, irrespective of age, irrespective of where you come from, irrespective of tribe. Tusiwe tu watu wenye tunapendana wa nyumba moja ama wa kabila moja. Tupendane wote, kwa sababu hiyo ndio amri kuu ambayo Yesu alituachia. Jesus said, love your neighbor as you love yourself. God has blessed us. Amen. What has propelled us to success? I have said salvation when you amekuja, and I have said love. Without love, you cannot succeed. You can imagine pale kwa biashara sokoni. Wewe ukitoka huko, unaweka tu vyombo zako kwa sababu umeokoka, unataka kuongea na jirani kwa sababu umeokoka na atakupaka nini? Uchafu. Au msalimii, unakaa tu, wewe umekuja kuuza your wares. Will you sell? Mimi pale ofisini, if you don't greet me, nitakutafuta. Fulani sijamuona kwa sababu hajanisalimia leo. Amekuja. Wako wengine wao wanachoka wanasema na mama wewe, umesahau. Si nimekusalimia. Obviously mimi ndio gatekeeper. Sijaona mtu wewe sijakuona ukinisalimia. Did you really greet me? Sema nikusalimia. Sababu leo ofisi wamejua me I greet everybody. And you come to greet me. Kama mimi nimekutangulia you come and greet me. Hallelujah. Amen. Na wanajua hiyo ni sheria. Atakusalimia mama leo atakuja kutafuta. Hata kama jana mwingine anasema nimesikia unanitafuta. Sasa mimi nimekusalimia kasema sijakuona. Hata nimekusalimia asubuhi. So it is very good to love everybody. Hata wenye wamekukosea wewe wapende. Kwa sababu yeye mwenye amekukosea na wewe umemsamehe, yeye ndiye atakuwa na vikwazo, lakini wewe mpende. Bwana asifiwe sana. Let us trust God for love. Ngoja kuna wengine ni vigumu sana kupendwa, lakini sasa tu inakulazimu ufanye nini? Umpende. Hallelujah. Kuna wengine ni wagumu kuwapenda, lakini inakulazimu kuwapenda. Kwa sababu that is what will propel you to your success. It's one of the pillars that will propel you to your success. Because even if you have salvation and you don't have love, you are going nowhere. Hata Biblia imesema, hata uombe milima ing'oke, uombe nini simame, but if you don't have love, you are nothing. So let us pray God ya kwamba atuwezeshe tuwe na hiyo roho ya upendo ndani mwetu, ili kila jambo tunalolitenda likawende sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. My pillar number 3, what has propelled us or has propelled me to success is forgiveness. Bwana asifiwe sana. Is forgiveness. Forgiveness, hata tulihubiriwa hapa last Sunday na pastor akasema forgiveness, the Bible says forgiveness is a command, forgiveness is a must. Hallelujah. Kwa sababu usiposamehe na pia utafanya nini? Utasamehewa. Na usiposamehewa, you will not be able to move. Kwa sababu let me say, umekosea watu 10. It's a radius of 500 meters. Kutokana na mahali unaishi. Ukiangalia huku, ukienda huku unakutana na ule mwenye ulikosea ukakataa kumsamehe. Ukiangalia left unapata mwenye umekosea umekataa kumsamehe. Ukiangalia east unapata mwenye umekosea umekataa kumsamehe. Ama alikukosea na ukakataa kumsamehe. You will not move. You will not succeed in life. Kwa sababu gani? Utakuwa na vikwazo katika moyo wako. Utakuwa umejifungia njia. So let us learn to forgive one another. Let us learn not to offend people and pretend that they have forgiven us.
Unajua kuna watu wanakukosea alafu ana pretend pia kwamba wewe utamsamea tu. After all, wewe ndio unatakana umsamee. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wenye wanapenda kukosea wenzao and they have no forgiveness heart. Hata pia kwenda kusema nisamee, ninaona nilikukosea, just forgive me. No. Yaani yeye anaona is the one who has a right. Yenye wewe utaenda kwake useme nisamee. But yeye hana right, hawezi kuona atatokaje kwake akuja kuombe wewe msamaha. But let us learn to forgive so that we shall be prepared in success in our life. Last Sunday, mchungaji akasema ya kwamba if we forgive, we shall be healed. And that's what the Bible says. If we forgive, we shall be healed. Because ukiangalia 2 Chronicles 7:14 nasema ikiwa watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuniomba na kuomba msamaha, nitashuka nitaponya nchi yako. It's you and your land. Tusifikirie nchi itakuwa tu Kakamega, mchanga ya Kakamega. You are also a nation. So if you learn to forgive, you will be healed. And if you will be healed, you will be prepared to the route of success. If you will be healed, utakuwa sasa umeanza mwanzo mpya katika maisha yako ambayo Mungu atakuwezesha na atakusaidia katika ufanisi wako. Bwana asifiwe sana. Forgiveness is a very big pillar. It's a very great pillar in one's life. Watu wengi tunakufa ni kwa sababu tumekosa kusamehe. Watu wengi tunadhoofika. We are suffering from malnutrition and we are in church because we have refused to forgive. Bwana asifiwe sana. Tunapo embrace forgiveness, Mungu atatusimamisha. Because we shall be saved, we shall be loving, and we shall forgive. And you cannot say you love when you cannot forgive. Love goes with forgiveness. Because if you love me, you will forgive me. And that's what Corinthians 1:13 says. If you love, you will be patient with me. If you love, you will sympathize with me. If you love, you will do anything to see me happy. Bwana asifiwe sana. And if you are going to say you love and you cannot forgive me, then that is fake love. Watoto ndio wako na upendo katika maisha yetu kabisa. Mtoto utamchapa, in the next moment baada anakuita mami, daddy. Lakini watu wazima tunabeba vikwazo. Tutaanza kurekodi. Alinikosea last year. Tena sasa tena nataka nimsamee. Bwana asifiwe sana. Mkubwa wangu anasema I will forgive you and not forget. So that is not forgiveness, that is fakeness. Anakuambia tu nitakusamea lakini sitasahau. Lakini sisi kama Wakristo tulio katika nyumba ya Mungu inatakana tusamehe na tusahau. We start a new chapter. Because salvation has told me that when I'm in Christ, I'm a new creature. So we should be new creatures every day because we read the word of God. Na neno la Mungu linasema every morning there is new grace. So if there is new grace every morning, why are you carrying the old grace into the new grace? Bwana asifiwe sana. So as a pillar that will propel you to success, you must learn to forgive one another. Haijalishi amefanya nini. Na unapoendelea kusamehe wengine, pia watakuja kutambua ya kwamba hata unapokosea fulani, unapokosea dada Jane, yeye huwa baby makosa, huwa anakusamehe. You will be a role model of forgiveness. People will know that you forgive them. Na mtu anapotambua kwamba huwa unasamehe ama amekutenda dhambi mara nyingi na umemsamehe, that person will not continue offending you. Bwana asifiwe sana. Amen.
Lakini yule mwenye anabeba vikwazo, ndio sasa utapokea mizigo. Watu watakukosea kwa sababu unapenda kukasirika, unapenda kubeba wengine, watakukosea mpendwa, hapo utakuja kupatwa na magonjwa yenye hawezi kutibika. But if you learn to forgive, you will be healed. God has blessed. Amen. Pillar number 4, I'm about to finish. I will not take 1 hour. Umeandika hizo vitabu? Forgiveness tuko na vitabu vilikuwa last time. Nani hapo last time? Nani hapo andika forgiveness books last time? Who kwa last time? Who was not in? Kumpatia vitabu ya forgiveness. You are not there? Matthew 11:23-26. 2 Corinthians 5:21. Second Corinthians 5:19. 5:19 is forgiveness of reconciliation. It brings reconciliation. Kwa sababu usiposamehe hawezi kureconcile na ndugu yako ama dada yako. Mbona sio sana? And most of us fall in that. We say we are forgiven but we don't reconcile. Mimi nimemsamea tu. Acha abaki tu, nimemsamea. We don't reconcile, we don't eat together, we don't talk. Lakini wao wanasema tu mimi nimemsamea. But 2 Corinthians 5:19 nasema we reconcile. We forgive and reconcile, so that we may work together and do things together. Kaandika ngapi? 3. We are in number 4. Number 4. Ana japata vitabu vya nimesema. Niza jirani yako. Kama nyinyi wote mjaandika. Andika John 7:38. This is under number 4. John 7:38. Number 4. Under number 4. Alafu andika Psalms 1:3. Psalms 1:3. Haya atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halitanyauka, halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. That's number 4. Blessing others. Unapobariki watu wa Mungu, unapobariki jamii yako, unapobariki kanisa, unapobariki majirani, wewe utakuwa sawasawa na vile Psalms 1:3 imesema. Hautafanya nini? Hautanyauka. Utakuwa sawasawa kama mtu uliopandwa kando kando ya nini? Na mto. You will be refreshed. You will be renewed.
mikono yako haitakauka, mali yako haitakauka, mtungi wako hautakauka, sufuria yako haitakauka. Why? Because you are blessing to the others. God will always provide for you so that you may also provide to the others. Wanaomtegemea Mungu ni kama mlima Zayoni. Huu mlima Zayoni ulikuwa na nini? Ulikuwa na nini? What do they refer to mlima Zayoni? The mountain of God. Ulikuwa na nini? Ulikuwa na nini? Mlima haitingiziki. Mlima ni mlima. Unapojua kubariki watu wa Mungu, unapojua kutembea na watu wa Mungu, unapojua kutembea na wenye hitaji, God will never dry your stream. Your stream will always overflow. Kwa sababu anajua anakupatia, and you are not selfish. You'll also give out. He'll always bless the works of your hands. Hallelujah. He'll always provide for you so that you may provide for that needy person. Unajua saa ingine unaweza kuwa umekaukiwa. Na mara nyingi pastor amepeanaga hapa mifano. Yuko na shilingi 200 na mwenye hitaji anakuja. Sasa ana weigh. Do I give? Do I not? When he gives, he gets double. One has pesa. That is what it means by blessing others. When you bless others, God will never forsake you. When you bless others, God will always provide 100-fold. Wewe unapopeana kile ulicho nacho, alafu mwingine anatumia na wewe unabaki, God will always bless you. Ule mwanamke wa Sarepta alikuwa na nini? Mwanamke wa Sarepta alikuwa na nini? Na? Mwanamke wa Sarepta alikuwa na nini? Alikuwa na unga kidogo na mafuta kidogo. Hatujui hiyo unga kidogo ilikuwa grams ngapi, na ile mafuta kidogo hatujui ngapi. But because of the works of God, na kwa sababu alikuwa na ile roho ya kutoa, Elijah akamwambia enda pika hiyo kidogo na unipatie nikule kwa alafu sasa yeye abakie akufe. Bwana asifiwe sana. So that is the mathematics of multiplication. Yaani ukiwa nayo kidogo peana, then wait. And that's what she did. Huyo mama alikuwa nayo kidogo na akapeana. Mtumishi wa Mungu akamwambia wewe nipatie. Wewe pika kwanza, you can imagine uko na njaa kama sasa hivi iko kiangazi saa hii sabalna. Sasa wakwambie wewe pika hiyo unga kidogo kwanza, mimi Bishop amekuja kwako anasema mimi wewe pika hiyo unga. Uko na nini? Niko na unga kidogo tukakoroga uji. Haya nikorogee uji. Nikunywe kwanza. Na uko na watoto 6. Sasa hiyo unakoroga uji, unajua wote wako karibu na moto. Wanaangalia hiyo uji kichemka. Alafu sasa ile shachemka unamwaga kwa kikombe, unasema pelekeeni asko. Hata watoto watakushangaa. Na naye pia anakuja anamaliza kwa saa paka kijiko na baki sahani ni kama yenye imeoshwa. Nasikia? The mathematics of multiplication. So whatever you have, however little it may be, learn to share with a neighbor who is in need.
Bwana asifiwe sana. Ndiposa neno la Mungu linasema ya kwamba hautanyauka. Utakuwa sawa sawa na ile mti imepandwa kando kando ya maji. You will always be refreshed. Your pockets will always be filled. Hallelujah. Amen. Your business will not go down. Japo kuwa inaenda inateremuka utaona kile imefanya nini? Imeanguka. Bwana asifiwe sana. Amen. But we as Christians of today, first of all, we want to feed ourselves. Judia amekuta mtoto amekuza school fees na wafu pia amekuza school fees jamani.